Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kwako, Wakati ule alipoyaona makundi ya watu, Yesu alipanda juu ya mlima, akaketi na wafuasi wake wakamjia. Naye akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni, maana hao watatulizwa. Heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Heri walio na moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu kubwa ipo mbinguni. Injili ya Bwana. sifa kwako. Mahujaji wa matumaini. Pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Leo ikiwa Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya waamini marehemu, tunakumbushwa ya kuwa tusiwe na huzuni kana kwamba tu watu ambao wamekosa matumaini, bali tukisukumwa na sala, roho ya imani na matumaini itufanye kuwa watu wa matumaini, hasa kwa dada na kaka zetu hawa waliotutangulia, tukifahamu ya kuwa siku moja wataunganika na kanisa lililoko mbinguni. Hivyo basi, neno la Mungu siku zote linatupatia hayo matumaini. Mtakatifu Paulo kwa barua yake ya kwanza kwa Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 14 anatutia matumaini, akituambia ya kuwa kama Kristu alivyokufa na akafufuka, vile vile wale wote waliolala katika Kristu Mungu atawaleta pamoja naye. Mtakatifu Paulo vile vile katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho anatukumbusha kuwa wale wote waliokufa wamekufa kwa ajili ya Adamu, lakini kupitia kwa Kristu hao wote wataweza kuhuishwa, hao wote wataweza kupata uzima wa milele. Hivyo adhimisho la siku ya leo linaashiria ya kuwa imani na matumaini yawe nguzo, au imani na matumaini iwe nguzo katika pia ufufuko, ya kuwa wale ambao wametutangulia mbele za haki, tuna imani ya kuwa siku moja wataungana na kanisa la mbinguni, na kuwa siku moja wataweza kuwa waombezi wetu. Leo ni siku ambayo mara nyingi
tunaitwa kutafakari. Je, kuna umuhimu gani kuombea roho za waumini marehemu? Kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 27 unatukumbusha ya kuwa hakuna kitu najisi kitakachoingia mbinguni. Yaani, kitu chochote kile kinachotakikana kuingia mbinguni kinatakikana kiwe safi. Je, itakuwaje kwa wale dada na kaka zetu ambao walikutana na dada mauti wakiwa hawana dhambi ya kuwafanya waingie jehanamu, vile vile wakiwa hawana usafi kamili wa kuwafanya waingie mbinguni? Swali hili linatufanya kutambua ya kuwa kama Wakristo kunao umuhimu wa kuwaombea dada na kaka zetu waliotutangulia mbele za haki, ya kuwa roho hizi hata kama haziko mbinguni, roho hizi hata kama haziko jehanamu, lakini ziko mahala ambapo zinapitia utakaso ili ziweze kuunganika na watakatifu mbinguni. Na hii ndiyo imani ya kanisa letu. Hii ndiyo imani ambayo inatupatia huo msukumo. Hii ndiyo imani ambayo inatupatia hayo matumaini ya kuweza kujishirikisha katika kuombea waamini marehemu. Katika somo la kwanza, Ayubu anakuwa ni nguzo ya hii imani na matumaini, kwa sababu katika upweke wake, katika mateso yake, Ayubu bado anaweka tegemeo lake kwa Mungu. Somo hili pia linatufunulia ya kuwa kunayo maisha baada ya kifo. Kwa hivyo ni funzo kwetu ya kuwa katika maisha ya Ayubu na katika mafunzo ya Ayubu tunatiwa moyo kufahamu ya kuwa kunayo maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Na hata Ayubu anatukumbusha ya kuwa mtetezi wake yu hai siku zote, na mtetezi wake huyu atampigania, mtetezi wake akiwa ni Mungu. Mtetezi huyu atampigania, na Ayubu anayo ile hamu ya kutaka kukutana na mtetezi huyu ambaye ni Mungu. Ana hamu ya kukutana na Mungu. Hivyo ni funzo kwetu kuwa kunayo maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Je, swali nijiulize mimi mwenyewe, tunapowapoteza kaka zetu au dada zetu, tunaachwa katika hali gani? Ni kweli ya kuwa kifo kinatuletea huzuni kwa sababu kinachukua wapendwa wetu. Ni kweli ya kuwa kifo saa nyingine kinatufanya tunaweza kuwa na maswali mengi ya kumuuliza Mungu, ni kwa nini unawachukua wapendwa wetu? Lakini vile vile Ayubu katika somo la kwanza anatutia moyo leo, anatutia matumaini, anatutia imani ya kuwa mtetezi wetu yu hai, ya kuwa huzuni na upweke ambayo tunapitia tukiwapoteza wapenzi wetu isitufanye tuwe katika hali ya mateso, isitufanye tukakata tumaini, isitufanye tukakata imani, bali kama watu wa imani na matumaini katika Mungu itufanye tutambue ya kuwa
mtetezi huyu atatusimamia, na ametukumbusha katika maandiko matakatifu, kama tutakuwa na imani katika yeye, ataweza kutuleta pamoja naye. Hii leo tunaitwa kutafakari kuhusu maisha yetu wenyewe. Somo la Injili linatupatia masharti ya kuweza kuishi maisha yetu hapa duniani. Na hata kama hapo jana tulikumbushwa ya kuwa kanisa la mbinguni liliweza kuja pamoja na kanisa hujaji, kanisa la duniani. Kwa nini? Kuweza kusherehekea ushindi wa neema ya Mungu. Neema hii ya Mungu ndiyo iliweza kuwaepusha watakatifu, ndiyo iliweza kuwafanya watakatifu washinde vishawishi hapa duniani. Hivyo hivyo neema hii kupitia sala ndiyo itaweza kuwatakasa ndugu zetu walioko toharani, ili wakaweze kuunganika na watakatifu hao, ili wakaweze kuunganika na Mungu, waendelee kutuombea sisi tuliopo hapa duniani. Kwa hivyo tunasherehekea neema hiyo ya Mungu tukiwa tumejawa na matumaini na imani, na kuwa hata tuliposherehekea sikukuu ya watakatifu wote jana, sikukuu hii inaamsha matumaini ndani yetu, kuweza kutafakari maisha yetu ya kila siku, ya kuwa pia sisi ni mahujaji ambao tunaelekea mbinguni. Tuweze kuwa na hayo matumaini pia sisi katika safari zetu za kila siku. Ujumbe huu wa Injili haukuwa ujumbe mpya. Hata katika Agano la Kale tunaona ya kuwa Ayubu aliweza kuwa maskini wa roho. Kwa nini? Kwa sababu Ayubu alitegemea Mungu katika kila jambo. Aliweza kuweka mategemeo yake yote kwa Mungu ambaye ni mtetezi wake. Aliweza kuweka matumaini yake kwa Mungu ambaye ni mtetezi wake. Hivyo leo pia sisi tunapopatiwa masharti haya yaamshe matumaini ndani yetu, tuweze kuweka tegemeo kwa Mungu. Tutambue ya kuwa tukiwa na imani katika Mungu, tukiwa na matumaini katika Mungu, Mungu aliye ni hakimu wa haki hata tukwepa kamwe. Mungu aliye hakimu wa haki ataweza kutuleta pamoja naye tutakapo kufa siku zetu za mwisho. Mungu atatupigania kwa sababu tumeweka matumaini kwake, kwa sababu tumeweka imani katika mwanawe mpendwa. Hivyo basi katika misa ya leo tumuombe Mungu atuongezee hayo matumaini, atuongezee hiyo imani, ili siku zote tutakapokutana na dada mauti akaweze kutuunganisha pamoja naye katika kanisa la mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.